Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Amnesty International imetoa taarifa rasmi na kuitaka serikali ya Tanzania kuacha ukandamizaji wa viongozi wa upinzani na kumwachia mara moja Tundu Lissu. Akijibu habari kwamba mashtaka ya uhaini yaliyotolewa dhidi ya Tundu Lissu, kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tarehe 10 ya mwezi wa 4 baada ya kukamatwa tarehe 9 ya mwezi wa 4. Mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Tigere Chaguta, alisema mamlaka ya Tanzania lazima imwachilie mara moja na bila masharti Tundu Lissu, ambaye kukamatwa kwake na kuwekwa kizuizini kiholela kunakuja huku kukiwa na msako mkali dhidi ya viongozi wa upinzani kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kampeni ya mamlaka ya ukandamizaji ilishuhudia wakosoaji 4 wa serikali wakitoweka kwa nguvu na mmoja kuuawa kinyume cha sheria mwaka 2024. Polisi pia wamewazuia wanachama wa upinzani kufanya mikutano na mikusanyiko mingine ya kisiasa na kuwatia nguvuni watu wengi kuzuiliwa kiholela na kutumia nguvu kinyume cha sheria. Badala ya kutumia mbinu nzito kuwanyamazisha wakosoaji, mamlaka nchini Tanzania zinapaswa kuzingatia haki za kimsingi za binadamu nchini, ikiwa ni pamoja na haki ya uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani. Tundu Lissu alikamatwa tarehe 9 ya mwezi wa 4 2025 baada ya kufanya mkutano wa kisiasa katika mji wa Mbinga, kusini magharibi mwa Tanzania. Kisha alihamishiwa Dar es Salaam, umbali wa zaidi ya kilomita 1000 kwa barabara wakati wa usiku, na polisi walitumia nguvu kupita kiasi, ikiwa ni pamoja na kurusha vitoa machozi pamoja na risasi hewani kuwatawanya wafuasi wake waliokusanyika wakati wa kukamatwa. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 4 2025, polisi walimshtaki kwa kosa ambalo halina dhamana la uhaini kuhusiana na machapisho kwenye mtandao wa kijamii aliyoyaandika tarehe 3 ya mwezi wa 4 akiwataka Watanzania kususia uchaguzi ujao, akitaja uwezekano wa kufanya udanganyifu. Serikali pia ilimshtaki kwa makosa matatu kuhusiana na uchapishaji wa habari za uongo kwa kutumia sheria za uhalifu wa mtandao nchini. Mnamo tarehe 3 mwezi wa 4 2025, Tundu Lissu katika chapisho la YouTube pia alisema kwamba polisi wa Tanzania walishiriki katika tuhuma za kasoro za uchaguzi ambazo alidai ziliamriwa na rais baada ya uchaguzi wa mitaa wa Novemba 2024. Aidha, alisema majaji nchini hawako huru na wanakabiliwa na shinikizo la chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Dionis Kipanya, afisa wa chama cha Chadema, alitoweka tarehe 26 Julai 2024 alipoondoka nyumbani kufuatia mazungumzo ya simu na mtu asiyejulikana. Deusdedith Soka na Jacob Godwin Mlei, wote wanaharakati vijana wa Chadema, pamoja na Frank Mbise, dereva teksi wa pikipiki, walitekwa nyara na kundi la watu wanaodhaniwa kuwa ni askari polisi tarehe 18 ya mwezi Agosti 2024. Mwili wa Ali Mohamed Kibao, mwanachama mwandamizi wa Chadema, ulipatikana Septemba 8, 2024. Watu wanaoshukiwa kuwa maafisa wa usalama walimteka nyara kutoka kwa basi mnamo Septemba 6, 2024 alipokuwa akisafiri kwenda nyumbani Tanga kutoka Dar es Salaam. Kulingana na uchunguzi wa maiti, mwili wake ulikuwa umeloa kwa tindikali na ulikuwa na dalili za kupigwa. Tundu Lissu atafikishwa katika mahakama ya Kisutu Dar es Salaam tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025 kwa ajili ya kuendelea kusikilizwa kwa kesi yake ya uhaini ambayo inamkabili. Ni mwisho wa hiki ambacho kimeandikwa hapa katika peji hii ya Amnesty International. Ukipita katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia ukipita katika tovuti yao hii, wamechapisha taarifa hii wakitaka serikali ya Tanzania kumwachia mara moja Tundu Lissu, lakini pia kesi ambayo inamkabili kama nilivyokuwa nikikwambia hapo awali ni kesi ngumu mno. Kosa lake, kesi yake haina dhamana, lakini tarehe 24 Tundu Lissu atarudi tena mahakamani. Basi kubwa, karibu nasi na kila kitu tutakuhabarisha hapa, tufahamu kitu gani ambacho kitajiri mahakamani, lakini pia hapa hali ilivyo kwa sasa Chadema pamoja na uchaguzi mkuu 2025, nini kitatokea.